Haya neno alifanyika nini? Mwili. Kwa hiyo jina la pili la Yesu Kristo ni neno. Kwa hiyo ni Mungu, alafu ni nani? Neno. Fungu la 4. Soma fungu la 4. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Uzima ulikuwa nuru ya nani? Jina la tatu la Yesu ni nini? Uzima. Fanya haraka. Uzima ndio unakuwa nuru ya watu. Kwa hiyo Yesu Kristo ni nani? Wewe uzima. Nuru. Nuru anaangalia nuru au sio nuru? Au ni Elisha? Nuru ipo inakuja. Fungu la 7 hadi la 9. Huyo alikuja kwa ushuhuda ili ashuhudie ile nuru, wote wapate kuamini kwa yeye. Umeanza fungu la ngapi? La 7. Haya, hebu endelea. Nani? Huyo anzia 7 hiyo hiyo. Huyo alikuja kwa ushuhuda ili ashuhudie ile nuru. Aishuhudie nani? Ile nuru. Kwa hiyo Yesu ni nani? Nuru. Haleluya. Hebu endelea. Wote wapate kuamini kwa yeye. Huyo hakuwa ile nuru. Bali alikuja ili aishuhudie ile nuru. Aishuhudie ile nini? 9. Ulikuwako nuru halisi. Ndio. Amtiaye nuru kila mtu. Akija katika ulimwengu. Kulikuwepo na nuru halisi. Amtiaye kila mtu nini? Nuru. Yesu ni nuru. Tena ni nuru halisi. Haya mengine yote, jua, nyota, mwezi ni mapambo tu. Nuru halisi ni nani? Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Halafu anaitwa jina lingine Yohana 1:16. Kwa kuwa katika utimilifu wake sisi sote tulipokea, na neema juu ya neema. Jina lingine anaitwa nani? Utimilifu. Utimilifu. Bwana asifiwe sana. Na huu utimilifu ndio unaoleta neema juu ya nini? Ya neema. Bwana asifiwe sana. Haya, fungu la 17, jina lingine la Kristo. Kwa kuwa Torati ilitolewa kwa mkono wa Musa, neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Haya, jina lingine ni Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Jina lingine Yohana 1:23. Akasema, mimi ni sauti ya mtu aliye nyikani. Ndio. Inyosheni njia ya Bwana, kama vile alivyonena nabii Isaya. Nyosheni njia ya nani? Ya Bwana. Kwa hiyo Yesu Kristo ni nani? Bwana. Haleluya. Yohana 1:29 na 36. Siku ya pili yake amona Yesu anakuja kwake. Akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu, aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Tazama nani? Mwana kondoo wa Mungu, aichukuaye dhambi ya nini? Ulimwengu. Haya yote ni majina yake. Jina la 9, Yohana 1:49. Nathanaeli akamjibu, Rabi, wewe u mwana wa Mungu, ndiwe mfalme wa Israeli. Wewe u mwana wa nani? Jina lingine la Yesu, yeye ni mwana wa nani? Wa Mungu. Alafu mfalme wa Israeli. Bwana asifiwe sana. Hayo yote ni majina ya nani? Ya Yesu. Majina 10 katika introduction. Katika introduction ya Yohana, majina 10 ya nani? Ya Yesu. Yeye ni neno. Yeye ni Mungu. Yeye ni uzima. Yeye ni nuru. Yeye ni utimilifu. Yeye ni Kristo. Yeye ni Bwana. Yeye ni mwana kondoo. Yeye ni mwana wa Mungu. Yeye ni mfalme wa Israeli. Bwana asifiwe sana. Na Yohana anapomtambulisha Yesu, anamtambulisha pale kwenye kisima cha Yordani, tayari kwa ajili ya kubatizwa. Sema, tazama mwana kondoo wa Mungu, aondoaye dhambi za nini? Za ulimwengu. Sasa nimemaliza mrundikano wa mwanakili.
nigeuze somo langu nilipatie kichwa kingine, kichwa kinachosema inaweza kafaa kuita tambiko la ulimwengu. Hiyo itakaa vizuri. Basi tuseme kafara ya ulimwengu. Kafara ya nini? Ila tunakwepaga tukani kwenye matambiko, tunatoaga kafara. Kafara, mtu akitaka kulima, akitaka kufanya nini? Kulima shamba lake, anaenda kidogo, anatoa nini? Sadaka kwa Mungu, si ndio? Au mtu akitaka kuwa mfugaji mzuri, anataka kuwa na ng'ombe wengi wazaliane, anaenda anatoa nini? Kafara. Si nitabikia zizi lake ili ng'ombe wabarikiwe wazaliane? Au bado nimepotea njia? Haya. Yesu ni mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za nini? Ila kwa lugha, kwa akili ya Mwafrika akisema tambiko ndio wataelewa haraka. Wataelewa haraka. Yaani hii dunia hii ilihitaji na inaendelea kuhitaji kafara ya mwana kondoo wa Mungu ili iwe kila kitu kiweze kupona. Bwana asifiwe sana. Ndio maana Yohana anasema tazama mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za nini? Za ulimwengu. Na alipomuona Yesu nakumbuka kwenye jamii ya Kimasai, naomba niweke mfano. Ni jangwa kabisa, yani mvua inyeshi. Unakumbuka hili jua la katikati hapa, kati ya mvua za vuli na mvua za masika. Sio, unakumbuka lile jua la hapa katikati? Vipi ile joto ya jiwe ilikuwa imezidi. Ilikuwa naenda kwa wazee wa Kimasai, wakasema huwa kuna kipindi cha orodalu, lakini hii imezidi. Hii imefanya nini? Ni kipindi kimekuwa katikati ya mvua. Kwa sio kawaida kuwa na kiangazi, lakini imekuwa kama kiangazi katikati ya mvua ndogo na mvua kubwa. Unajua mvua ndogo inakuza mbegu, halafu mvua kubwa inazalisha mbegu, si ndio? Sasa katikati hapo ukiweka jua inaua mbegu. Unaona? Kwa hiyo sasa si majanga yametokea. Kwa hiyo nilikuwa natembea kwa mzee Kalaita, kama mzee Kalaita kanambia, kijana wangu, huwa tunakuaga na majua katikati ya Orodalu, lakini hii wao hawana kipima joto, lakini hii yani vichwa vyao ndio vinapima joto. Hii imezidi. Sema hii imezidi. Sasa ndio sasa wananiambia sasa inachotokea huwa ni hivi. Wanachukua ukoo wa kikuhani unaitwa ukoo wa Ilaisi. Lungana lengai. Ilmoge Ilaisi. Wanaitwa Ilaisi. Waisraeli wana Walawi, Wamasai wana Walawi, Walaisi. Waisraeli wana Walawi, Wamasai wana Laisi. Sasa wanasema wanatafuta mtu wa ukoo huo, wanamchukua kondoo mweusi, halafu wanaenda kumwogesha kwenye bwawa kondoo mweusi. Halafu wakishamwogesha ule kondoo, akishaoga tu yale manyoya yake si yamefyonza maji, sasa si ametoka kuogeshwa, kondoo huwa anatabia kufanya hivi, yaani anajikumuta. Sasa wanaposema amekumuta, kondoo amejikumuta, hebu sema amejikumuta, basi wanashangaa mawingu yanakusanyika, mawingu meusi kama huyo kondoo mweusi hivi, mpaka kwanga inakuwa jeusi. Halafu maisha yeye mirura iyo shaka mirura kiyo monolari iyo shaka olari longa ya sabu. Yani ndugu zangu na dada, tusilale, tunaomba mwaka wa mvua. Olari longa ya sabu, tunaomba mwaka wa nini? Wa mvua. Oye, mama jolengo bego. Oye, ai wana mendu
wa nchi, wanaenda kwa mkuu wa nani? Bwana wa dunia yote. Oh, yemewewe ngombe. Yaani nimeenda kwa mkuu wa nchi ili nipate baraka. Hae mbona wewe ndupoto? Wewe ndupoto. Wakiimba utasikia. Huwa inanyesha. Alafu sasa hebu sikiliza hiyo kwaya. Wanapoendelea kuimba pale kwenye bwawa. Mvua ikija hawakimbi. Sio kwa inafanya haukati maji. Wanakaa pale pale bwawani mpaka wanalowana. Mvua inanyesha mpaka ile bwawa linajaa nini? Maji. Yaani hiyo ni imethibitishwa. Na mvua ikinyesha tayari baraka imekuja. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu wameenda kwa mkuu wa nchi, Bwana wa dunia yote, wamemlilia na ameleta nini? Mvua. Na mvua ikinyesha tayari ng'ombe wanafurahi. Kwanza wanaanza kondoo. Na wanaanza kondoo, mvua ikinyesha hii kidogo kidogo hivi, wametoka wale wadudu wa njano wale. Unaona wale, sisi wale wadudu wa njano tunaita orkeleka, kondoo wa Mungu. Wale wafikiri minyoo wa njano wasuki wana rangi nzuri. Orkeleka, sema orkeleka. Utaona kondoo na wenyewe wanafurahi bana. Duka. Tena wanafurahi. Bwana sifi sana. Halafu ndama wakishanyonya sasa mama zao wameenda kula, utaona wanakimbia. Anatoka na vikia yao. Yaani wanakimbia huko na huko. Kila kitu kinafurahi. Bwana sifi sana. Wanaruka, baraka zimekuja. Sio nyewe mnaimba hapa. Mwendea daima mkombozi. Wewe. Sio muda wa kulia, ni muda wa kushangilia. Bwana sifi sana. Hey. Sasa unajua Yohana naye anapombatiza Yesu